Israel imetangaza kuwa kufikia Julai 21 mwaka 2026, idadi ya ndege za kijeshi za Marekani za kujaza mafuta angani zinazohifadhiwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Ben Gurion katika jiji la Tel Aviv itapunguzwa kutoka 33 hadi 20 ili kupunguza msongamano uliosababisha usumbufu mkubwa kwa safari za ndege za kiraia wakati huu wa msimu wa likizo wa majira ya joto. Tangazo hilo limetolewa na waziri wa uchukuzi wa Israel Miri Regev, ambaye amesema hatua hiyo imeidhinishwa na baraza la mawaziri baada ya mamlaka ya usafiri kuonya kuwa uwepo wa ndege nyingi za kijeshi katika uwanja huo umepunguza nafasi ya maegesho kwa ndege za abiria na kutishia shughuli za kawaida za usafiri wa anga. Kwa sasa zaidi ya ndege 30 za Marekani za kujaza mafuta zimeegeshwa katika uwanja wa ndege wa Ben Gurion, hali ambayo imeziba sehemu kubwa ya sehemu ya maegesho ya ndege za kiraia. Kutokana na hali hiyo, mashirika ya ndege yamekuwa yakikabiliwa na changamoto ya kupata maeneo ya kuziegesha ndege zao baada ya kutua, jambo ambalo limesababisha hofu ya kucheleweshwa au kufutwa kwa safari nyingi. Kwa mujibu wa taarifa ya Wizara ya Uchukuzi ya Israel, kuanzia sasa idadi ya ndege hizo haitazidi 20 kama ilivyokuwa imekubaliwa awali kati ya mamlaka za Israel na Marekani. Ndege zingine zitaondolewa Ben Gurion na kuhamishiwa katika vituo vya kijeshi vya jeshi la Israel vilivyotengwa na Wizara ya Ulinzi kwa ajili ya shughuli za kijeshi. Wizara hiyo imeeleza kuwa uamuzi huo unalenga kuhakikisha operesheni za kijeshi zinaendelea bila kuathiri usafiri wa anga wa kiraia, wakati huu ambapo idadi ya wasafiri imeongezeka kutokana na msimu wa likizo. Hatua hii inalenga kuwezesha shughuli za kijeshi kuendelea huku tukidumisha huduma za usafiri wa anga kwa wananchi na kupunguza kwa kiwango kikubwa uwezekano wa kufutwa kwa safari za ndege, imeeleza Wizara ya Uchukuzi katika taarifa yake. Mapema wiki hii, mamlaka ya viwanja vya ndege vya Israel ilitoa onyo kuwa ikiwa ndege za Marekani zingeendelea kubaki kwa idadi kubwa katika uwanja wa ndege wa Ben Gurion, hadi tiketi 50,000 za ndege zingeweza kuathiriwa kutokana na kufutwa au kucheleweshwa kwa safari kwenye kipindi hiki cha shughuli nyingi za usafiri wa anga. Ben Gurion ndio uwanja mkubwa zaidi wa ndege nchini Israel na hutumika kama lango kuu la safari za kimataifa. Katika kipindi hiki cha majira ya joto, mamilioni ya wasafiri husafiri kupitia uwanja huo, hivyo nafasi za maegesho ya ndege huwa muhimu sana kuhakikisha ratiba za safari zinaendelea bila usumbufu. Kuongezeka kwa idadi ya ndege za kijeshi za Marekani nchini Israel kunahusishwa na hali ya mvutano wa usalama katika Mashariki ya Kati. Ndege hizo hutumika kutoa mafuta angani kwa ndege za kivita, hivyo kuongeza uwezo wa Marekani na washirika wake kuendelea na operesheni za muda mrefu bila kulazimika kutua mara kwa mara. Kwa kuhamisha sehemu ya ndege hizo kwenda vituo vya kijeshi vya Israel, serikali inalenga kuweka uwiano kati ya mahitaji ya operesheni za kijeshi na uendeshaji wa safari za kiraia, huku ikiepuka athari kwa sekta ya usafiri wa anga na wasafiri maelfu wanaotarajiwa kutumia uwanja wa ndege wa Ben Gurion katika wiki zijazo. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.